Madhara ya kukaa na maambukizi au kukaa na magonjwa haya ya kutoka na hedhi pamoja imechanganyikana na damu au usaha inakuwa ni changamoto kubwa sana, kwa sababu inaweza ikapelekea kupata PID, lakini pia kupata ugumba, lakini pia inaweza kupelekea wewe mimba kutunga nje ya mfuko wa uzazi. Pia sababu ya tatu, inaweza ikaongezeka kwa saratani, ukaweza ukapata saratani ya shingo, na endapo tatizo hili likiachwa kwa muda mrefu unaweza ukapata upungufu mkubwa wa damu au anemia. Basi hizi dalili, hedhi yenye damu, dalili zake ni hizi: damu ya hedhi kuwa nyingi sana au kutoka damu muda mrefu, lakini kutoka uchafu wenye usaha au rangi ya njano au kijani na kijivu pia. Lakini ya tatu ni maumivu makali ya tumbo ya chini au kwenye nyonga, lakini pia unatoka harufu mbaya ukeni. Pia inaweza ikapelekea ukapata homa au mwili kuchoka. Lakini pia dalili ya tatu ni maumivu makali wakati wa tendo la ndoa, lakini pia kujisikia kichefuchefu au kizunguzungu. Usisite kwa tiba, namba kwa bio.